Hello, naitwa Dr. Majid. Karibuni tena katika darasa letu la Sayansi Afya Podcast na hii ni Season 3, Episode 4. Leo katika darasa letu tutakuwa tunajadili kuhusu magonjwa katika mfumo wa upumuaji yanayosababishwa na infectious agents aina ya fungus. Karibuni sana. Magonjwa yanayosababishwa na fungus ni kati ya magonjwa hatari katika mfumo wa upumuaji, japo hayashambulii watu wote katika jamii au watu wenye afya ya kawaida katika jamii. Mara nyingi washambulia watu ambao kinga ya mwili inakuwa imeshuka, hasa wale ambao kwa mfano wanaumwa magonjwa kama kansa, wanaumwa magonjwa kama HIV/AIDS au ukimwi, kisukari, lakini pia wanaumwa magonjwa mengine kama kifua kikuu au magonjwa yote ambayo yanaweza kusababisha kinga ya mwili kushuka, ikiwemo wale watu ambao wana organ zilizofeli au waliobadilishiwa organ au kuwekewa viungo vingine, na katika utaratibu wa kuwekea viungo hivyo basi wakawa wamepewa dawa ambazo zinasaidia kinga ya mwili kushuka ili viungo hivyo visiwe resisted vinavyowekwa. Kwa hivyo hao ni kati ya watu ambao wanaweza wakapata magonjwa ya fungus kwa urahisi, kwa sababu magonjwa mengi ya fungus ni magonjwa nyemelezi, hasa ambayo yanaingia katika mfumo wa upumuaji. Katika takwimu, shirika la afya duniani linaripoti kwamba takriban watu milioni 300 kwa mwaka huugua magonjwa ya fungus. Na kati hao watu milioni 1.6 hufariki au hupoteza maisha kutokana na magonjwa haya ya fungus. Na katika mfumo wa upumuaji na kubadilishana hewa, respiratory system, 7 mpaka 10 ya magonjwa yanayosababisha matatizo katika mfumo wa upumuaji yanatokana na infectious agents aina ya fungus. Sasa magonjwa haya hayakuwepo tangu miaka ya zamani sana kushambulia binadamu, lakini yalianza kushamiri sana au zaidi katika mfumo wa upumuaji ukilinganisha na miaka iliyopita. Mwaka 1980 palipoibuka mlipuko wa ugonjwa wa HIV/AIDS, ukimwi, akatokea magonjwa ya fungus kama Pneumocystis carinii pneumonia au species nyingine Pneumocystis jirovecii pneumonia, ikawa ikishambulia mfumo wa upumuaji na kusababisha matatizo katika mfumo huo. Na baadaye miaka 2020 palipotokea ugonjwa wa COVID-19 pakajitokeza pia fungus alikuwa anaitwa Kappa au COVID associated pulmonary aspergillosis. Lakini pia pakajitokeza fungus mwingine alikuwa anaitwa black mold, naye alikuwa anashambulia mfumo wa upumuaji. Kwa hivyo mtu ambaye alikuwa anaumwa ugonjwa mfano wa COVID-19, unaona kwamba baadhi yao wakawa na hali mbaya zaidi, lakini kaya kugundulika kwamba pamoja na kwamba alikuwa anaumwa ugonjwa wa virus wa COVID-19, ndani yake au juu yake walinyemelewa na magonjwa ya fungus kama tulivyoona Kappa au black mold. Hizi ni fungus diseases au fungal diseases ambazo zilikuwa zinashambulia mifumo ya upumuaji. Kama ilivyo kwa magonjwa ya viruses pamoja na bakteria tulivyoona kwenye episode zilizopita, magonjwa ya fungus vile vile yanaingia katika mfumo wa upumuaji kupitia njia zile zile. Yataanzia kwenye pua, yataenda kwenye pharynx, larynx, yatakwenda kwenye trachea, then yatakwenda kwenye bronchi, bronchioles, mpaka kwenye vifuko vya kuhifadhia vya kubadilishia hewa ambavyo ni alveoli. Kwa hiyo kwa mtu ambaye kinga ya mwili inakuwa iko vizuri, at least kuanzia hapa juu kwenye mfumo wa upumuaji kwa juu, anaweza akaanza kuclear vile vimelea ambavyo vimeingia vya fungus. Lakini yule ambaye kinga ya mwili inakuwa iko chini, basi vimelea vile vitaendelea kushuka mpaka kufikia sehemu za mfumo wa upumuaji ambao ni chini, na huko vitaanza kuzaliana. Vikianza kuzaliana na kukomaa, basi vitasababisha madhara mbalimbali yakiwemo kutengeneza vifuko vya usaha. Mara nyingi magonjwa haya fungus yanatengeneza vifuko vya usaha, ambavyo hivi vifuko vya usaha vitaongeza rate au speed ya uzalianaji wa hawa fungus, na mwisho wa siku vikipasuka au vikifumuka, basi vitaingia kwenye tishu mbalimbali na mfumo wa damu au mzunguko wa damu na kwenda sehemu zingine. Kwa hivyo magonjwa haya hatari yake ni kwamba yanawashambulia wale watu ambao unakuta kinga ya mwili imeshashuka. Ina maana hata magonjwa yenyewe yakianza kuchachamaa, basi inakuwa ni rahisi kusambaa kwenda sehemu zingine, kwa sababu panakuwa hamna mifumo ya kuzuia hali hiyo ya kuweza kusambaa. Katika infectious agents aina ya fungus wanaosababisha madhara katika mfumo wa upumuaji,
Mifano ni kama Pneumocystis jirovecii anasababisha Pneumocystis jirovecii pneumonia, Aspergillus fumigatus anasababisha aspergillosis, Coccidioides immitis anasababisha Coccidioides pneumonia, lakini pia Cryptococcus neoformans anasababisha Cryptococcus pneumonia, pamoja na Blastomyces na fungus wengine ambao wanasababisha madhara katika mfumo wa upumuaji. Magonjwa haya ya fungus katika mfumo wa upumuaji ya mara nyingi yanachelewa kutambulika kutokana na kwamba dalili zake zinataka kufanana na yale ya bakteria au ya viruses. Kwa hivyo dalili kama homa itatokea vile vile, dalili kama kikohozi chenye makohozi au kinaweza kikaa kikavu, shida kama kupata ugumu katika kupumua au kupata shida katika kupumua, maumivu katika kupumua, maumivu ya kifua kinabana, pamoja na dalili kama kupungua uzito. Ni dalili ambazo zinaweza kujitokeza kwa mtu ambaye ana infections za fungus katika mfumo wa upumuaji. Lakini pia anaweza kawa na makohozi ambayo kikohozi ambacho kina makohozi ya kawaida, au yanaweza kuwa ni makohozi ambayo yanakuwa yanachanganyikana na damu. Pia katika vipimo havitofautiani sana na vile ambavyo vinapimwa katika mfumo wa upumuaji au katika mwili kwa ujumla. Kwa mtu ambaye ana bacterial infection au viral infection, ni vile vile atapimwa hali ya au kiasi cha oxygen ambacho anakipata katika mfumo wake wa upumuaji kwa kutumia oximetry. Atapima damu na infections zopo kwenye damu kwa kutumia kwa kufanya kipimo cha picha ya damu. Watafanya culture makohozi na sensitivity kuangalia kuna vimelea au viumbe gani katika makohozi yake. Wanaweza kufanya nasopharyngeal aspirate. Kama ni kwa watoto wachanga, anaweza kuhitajika kufanya gastric aspirate kwa sababu baadhi ya makohozi yanaweza kawa ameameza. Inaweza kuhitajika kufanyika x-ray ya kifua, na mara nyingi hapo kwenye x-ray ya kifua kutoka una tofauti kidogo. Hapa utaona fungal balls, utaona vitu kama vimpira hivi vidogo, ambavyo hivi fungal balls sasa ndio vile vifuko vya usaha ambavyo vinakuwa vijitengeneza, na hivyo ndo kama vijiji tuseme, ndani yake panakuwa kuna fungus wanakuwa wamejihifadhi humo na kujikinga na au kuepuka kinga za mwili. Kwa hivyo vinakuwemo hivi fungal balls vinakuwepo katika mapafu. Kwa hivyo kuna baadhi ya vipimo ambavyo vinaweza vikawa ni specific kwa ajili ya fungus. Kwa mfano antigen antibody test au rapid test ambazo zinaweza zinahitajika kudetect fungal species. Reagent hizi zina detect fungal species kwa haraka zaidi, lakini vipimo vingine havitofautiani sana vile vipimo ambavyo vingefanyika katika magonjwa ya bakteria au magonjwa ya fungus kama ambavyo tushaona kwenye episode ambazo zimepita. Kwa ajili ya matibabu ya magonjwa ya fungus katika mfumo wa upumuaji, tunaona kwamba kuna baadhi ya matibabu anapaswa kupewa huyu mtu kwa ajili ya maumivu anayokuwa nayo. Yawezekana akawa na homa, lakini pia kutibu fungal infections zenyewe. Sasa kwenye homa, inaweza homa ikawepo au isiwepo kutokana na kwamba homa ni sehemu ya mbinu mojawapo ya mfumo ya kujikinga au mfumo wa kinga kupambana na vimelea au vijidudu vya magonjwa mbalimbali. Sasa mtu kwa sababu kinga yake ya mwili inakuwa imeshashuka, yawezekana akapresent na homa au akaonyesha dalili ya homa au isiwepo. Lakini ikionekana tayari ana ugonjwa huu, basi anapaswa kuanza kutibiwa. Sasa atapewa dawa za homa kama anayo homa, atapewa dawa za maumivu kama anakuwa na maumivu, lakini pia atapewa dawa za kutibu fungus ambazo hizi tunaziita antifungal, ni antimicrobial antifungal medication. Sasa ziko za aina mbalimbali, ziko ambazo zinatolewa kwa kumeza, unameza ni vidonge. Ziko ambazo zinatolewa kwa kuchoma either kwenye mshipa ya damu kwa ajili ya kufanya kazi haraka. Sasa hizi dawa mara nyingi wanapewa mtu ambaye either tayari ana ugonjwa wa fungus, au anaweza kapewa mtu ambaye ana ugonjwa ambao umesababisha kinga ya mwili kushuka. Kwa mfano ugonjwa wa HIV AIDS, akalazimika kupewa dawa hizo kama kinga kwa ajili ya kumkinga na magonjwa ya fungus endapo yatajitokeza, kwa sababu tayari inaonekana kinga ya mwili ilipofikia hapa, magonjwa ya fungus hayako mbali, lazima atamnyemelea, kwa sababu ni magonjwa nyemelezi ambayo yanaangalia kinga ya mwili kishuka, basi nayo
yanaingia. Kwa hivyo anaweza kapewa mtu ambaye tayari anaonyesha dalili za ugonjwa wa fungus au ambaye bado hajapata ugonjwa wa fungus lakini dawa hizo zikatumika kama kinga. Kwa ajili ya kujikinga na magonjwa ya fungus katika mfumo wa upumuaji, njia zitakazotumika ni zile zile kama ambazo tuliziona zikitumika kwa ajili ya kujikinga na magonjwa ya bakteria au virus ambayo yanashambulia mfumo wa upumuaji. Kuhakikisha kwamba mazingira ambayo anakaa huyu mtu ambaye ana magonjwa ambayo yanasababisha kinga mwili imeshuka yako ventilated vizuri. Kuhakikisha kwamba mazingira ni masafi, yanakuwa hayana uchafu wa vumbi ambao unaweza kutunza vimelea vya fungus. Lakini pia kuhakikisha usafi wa mwili kwa ujumla. Kuhakikisha kwamba anapata kupeleka hospitali haraka iwezekanavyo pale ambapo anakuwa anaonyesha dalili zinazoonyesha kwamba inawezekana kana ugonjwa katika mfumo wa upumuaji. Lakini pia kuweka umbali kati ya wagonjwa ambao wanakuwa na magonjwa katika mfumo wa upumuaji na watu ambao wanakuwa wako salama. Kuvaa barakoa pale ambapo anakuwa panaelekezwa au pale ambapo anamhudumia mgonjwa ambaye anakuwa na matatizo katika mfumo wa upumuaji ya namna hiyo. Lakini pia ikiwa ni kufuata maelekezo katika kutumia dawa za matibabu ya magonjwa haya kikamilifu kama ambavyo tunaelekezwa na wataalamu, kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kama ni dozi basi ikamilike na taratibu za kutumia dawa hizo ziende kama tulivyoelekezwa na wataalamu. Kwa sababu hawa wagonjwa wanakuwa ni wagonjwa ambao tayari kinga ya mwili inakuwa imeshashuka, ni kufuata utaratibu wa matibabu ya yale magonjwa ambayo yamesababisha kinga ya mwili kushuka. Kama ilikuwa ni kisukari basi mtu yatibiwe, kama ni ugonjwa wa ukimwi basi atumiwe apate dawa zake pamoja na magonjwa mengine au matatizo mengine yanayokuwa yamesababisha kinga ya mwili kushuka. Na mpaka hapo natumaini umejifunza na kuelewa mambo mengi yanayohusiana na mfumo wa upumuaji na magonjwa ambayo yanasababishwa au yanashambulia mfumo huo kutokana na infectious agents aina ya fungus. Kwa niaba ya timu nzima ambayo imeshiriki kuandaa maudhui haya na kuyakamilisha, mimi ningependa kuwashukuru sana kwa kututizama, kutufuatilia na kutusikiliza. Mpaka wakati mwingine, bye bye.